niko tayari kwa neno lako na kile ambacho umekusudia. Kila mmoja omba, maanisha kabisa. Mwambie Mungu, siku ya leo na siku zinazofuata sitatoka kama nilivyoingia. Maisha yangu yanageuzwa na neno lako. Rapo shakataya mazobradea. Repo sateliza yangu sikatalama. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu wa nyakati na majira. Wewe ni Mungu wa mipango. Ulijua siku hii, uliipanga, ukaweka wazo mioyoni mwetu na ratiba ikaendana, na leo tuko hapa kwa ajili ya kile ulichokusudia. Tuko tayari kwa neno lako, tuko tayari kwa uwepo wako, tuko tayari kwa nguvu zako, tuko tayari kwa kila ambacho umekusudia. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Roho Mtakatifu, ni wakati wako na saa yako. Muda ulioko mbele yetu utatuhudumia, utatufundisha, utafungua fahamu zetu, utatupa hatua, utatupa shifting kwenye kila eneo la maisha. Kila aliyekwama utamkwamua. Neema yako Mungu itatuhudumia na nguvu zako zitatuhudumia. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Pokea heshima, pokea utukufu kwa yote unaenda kufanya kwetu leo na siku zote zilizoko mbele yetu, katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Mshangilie Bwana Yesu na unaweza ukakaa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Neno ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu kwa nguvu kabisa wakati ninatakiwa kuja huku, na najua neno muhimu sana kwa kila Mkristo, kwa mwili wa Kristo kwa ujumla wake. Title kama unaandika, andika umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Maneno ambayo ni keywords kwenye somo hili ni mawili. Namba moja ni ufalme wa Mungu, na namba mbili ni kutoa na kujitoa. Hayo ndio maneno ya msingi kwenye hili somo. Na malengo ya somo. Kwa nini tunajifunza fundisho hili? Lengo la kwanza ni kugeuza fahamu zetu kuhusiana na kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Ninajua watu wengi tunatoa, tunajitoa, lakini hatu connect huko kutoa kwetu na kujitoa na ufalme. Kwa hiyo lengo la kwanza ni kugeuza fahamu zetu kuhusu kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Lengo la pili la somo ni kutusaidia kuuelewa ufalme wa Mungu, ili tuweze kujitoa na kutoa na kujitoa kwa usahihi kwenye ufalme. Kwa sababu kama hatutauelewa ufalme wa Mungu, hatuwezi kutoa na kujitoa kwa usahihi. Kwa hiyo lengo la pili ni kuuelewa ufalme wa Mungu, kuielewa hii dhana ya ufalme. Na ukiangalia unagundua kwamba dhana ya ufalme ni dhana isiyoeleweka kwa kina. Watu wengi wanaelewa wokovu ila hawaelewi ufalme wa Mungu. Watu wengi wanaelewa madhehebu yao. Kuna watu wanaweza kuyasemea vizuri madhehebu yao, hawaelewi ufalme wa Mungu. Na wanachanganya kabisa ya mambo. Kwa hata namna anavyo interact na watu wengine waliokoka kama watu wa ufalme, namna anavyohusiana nao kuna mpishano, kwa sababu ni watu wametofautiana madhehebu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama hatutaelewa dhana ya ufalme, kuna hatua ambazo hatutaweza kuzipiga huku duniani, kwa sababu Yesu hakuja kuleta dhehebu wala dini, lakini ngumu zaidi, Yesu hakuja kuleta wokovu tu. Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu kuna wokovu. Wokovu ni dhana ndogo katika dhana pana
ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Sasa wengi tunaelewa wokovu lakini hatuelewi ufalme. Sasa wokovu nitasema mbele unatusaidia kuingia kwenye ufalme na unahusika hasa na roho zetu. Ufalme unahusika na jumla ya maisha ya mtu duniani. Wokovu unamsaidia mtu kuingia mbinguni, lakini ufalme wa Mungu unamsaidia mtu kuexperience mbingu hapa duniani. Amen. Ndio maana unagundua ukifuatilia maandiko ili neno kwenye Injili 4 zile, ili neno kwenye Agano Jipya, ufalme wa Mungu au ufalme wa Mungu kwa ujumla wake umetajwa zaidi ya mara 150, zaidi ya mara 150. Na hizo mara 150 ni zaidi ya mara 115 zimetajwa kwenye Injili 4. Yesu ndo alikuwa anazungumzia ufalme. Zaidi ya mara 115 Yesu anazungumzia ufalme. Kwa maana yake ni nini? Maana yake kila Mkristo au mtu wa Mungu lazima awe na ufahamu wa hii kitu, hii dhana ya ufalme, ili aweze kufanikishwa na huo ufalme wa Mungu duniani. Amen. Kwa lengo la pili ni kuelewa ufalme wa Mungu ili tuweze kutoa na kujitoa kwa usahihi kwenye ufalme. Na lengo la tatu la somo hili ni kuwa na mtazamo sahihi kuhusiana na utoaji na kumtolea Mungu ili tuweze kupata matokeo ya utoaji wetu. Kwa namba 3, kutusaidia kuwa na mtazamo sahihi kuhusu utoaji na kumtolea Mungu ili kuweza kupata matokeo ya utoaji wetu. Watu wengi hawana matokeo katika kutoa kwao na kumtolea Mungu kwao. Moja ya kitu kinakwamisha ni namna wanavyotazama. Wana mtazamo usio sahihi ambao hauendani na maandiko linapokuja swala la kutoa na kumtolea Mungu. Na hiyo ni moja ya sababu kubwa kwa nini wengi hawana matokeo. Umewahi kumsikia mtu analalamika anasema yani wakati anakuelezea changamoto zake analeta na kakipengele, yani nimekuwa mwaminifu kutoa na sioni matokeo. Sasa mara nyingi matokeo yanakosekana kwa sababu ya kukosa aina fulani ya ufahamu kwenye eneo hilo la utoaji. Kwa hiyo tutaongea kwa undani. Ninaamini tutakuwa na muda wa kutosha kadri siku zinavyoendelea. Amen. Kwa sababu siku 6 sio nyingi. Na fundisho hili lina sehemu kuu 2. Sehemu ya kwanza ni ufahamu wa kina kuhusiana na ufalme wa Mungu na umuhimu wa kuwa na mtazamo wa kiufalme unapotoa na kujitoa. Sehemu ya kwanza ya fundisho nitaongelea kwa kina kuhusiana na ufalme wa Mungu au ufalme kwa ujumla wake na umuhimu wa kuwa na mtazamo wa kiufalme kila tunapotoa na kila tunapojitoa. Na sehemu ya pili ya fundisho hili nitaongea kwa kina kuhusiana na namna sahihi ya kumtolea Mungu ambayo itatuletea matokeo. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu nikupe kile ambacho tutakizungumza. Sasa tuanze kwa andiko la msingi. Andiko la msingi nitasoma mistari mingi kidogo kwa sababu yote tunahitaji. Mathayo sura ya 24, Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 mpaka wa 34. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 mpaka wa 34. Na ninapokuwa nasoma nitakuwa najaribu kusoma kwa namna ya kuonyesha vitu fulani ambavyo nitaviwekea msisitizo hapo mbele. Ili ndio andiko letu nanga au andiko letu la msingi kwenye fundisho hili. Mathayo 6:24 hadi 34. Yesu anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Alafu kwa Yesu anawa-identify mabwana wawili kwenye maisha ya mtu.
alafu anasema hakuna anayeweza kutumikia wote wawili. Manake utakuwa kwenye mmoja kati ya hao wawili, huwezi kuwa kwa wote. Alafu anawataja hao mabwana wawili, sio Mungu na Shetani, anasema Mungu na mali. Manake hakuna awezaye kutumikia mabwana wawili ambao mabwana hao ni Mungu na mali. Kwa hiyo mshindani, naweza kutumia lugha hiyo, mshindani wa Mungu kwenye moyo wa mtu sio Shetani, ni mali. Kwa sababu huyo ndo anaweza akamtoa Mungu kwenye moyo wa mtu, na yeye akawa bwana badala ya Mungu. Amen. Sasa ni rahisi tukiulizana hapa, tukianza kujitathmini, kila mtu atasema mimi siwezi kutumikia, mimi situmikii mali, mimi natumikia Mungu moyoni, si ndio? Ni rahisi sana kufikiri wote hapa tunatumikia Mungu, hamna anayetumikia mali. Lakini andiko litatupa majibu, kwa sababu andiko, ukiendelea kusoma haya maandiko, ndio unagundua yanaanza kuleta hao mabwana kwenye maisha ya kawaida, na unagundua wengi tumefelia hapo kwenye kutumikia mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamweka Mungu pembeni. Anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa sababu atampenda huyo. Anasema hamwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo, sababu ipi? Sasa nimesema nitasoma kwa kutafsiri kidogo ili iwe rahisi. Kwa sababu hiyo, sababu ipi? Kwa sababu hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa hiyo nawaambieni msisumbukie maisha. Kwa sababu hamwezi kutumikia mabwana wawili, kwa hiyo msisumbukie maisha. Sasa unaanza kuona anavyotuhusisha sisi. Maana yake ikishakuwa maisha, kila mtu anahusika, si ndio? Anasema kwa sababu hiyo msisumbukie maisha. Alafu mnasumbukiaje hayo maisha? Kwa kuwaza tule nini, tunywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Sasa unaweza kuanza kuona namna ambavyo mtu anatoka kutumikia Mungu, anaanza kutumikia mali kwa kupitia kusumbukia maisha. Na anayasumbukiaje hayo maisha? Kwa kuwaza. Nani hajawahi kuwaza takula nini? Nitavaa nini? Nitaendeshaje maisha? Sasa anasema kwa kufanya hivyo unaanza kudivert kutoka kwenye kutumikia Mungu na kuanza kwenye kutumikia mali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Na hii inaanzia kwenye kuwaza, kwenye fikra. Namna unavyochukua haya mahitaji ndio inaanzia hapo hapo. Namna unavyochukua ndipo mtu anatoka kuanza kuwa mtumishi wa Mungu, kuhamia kuwa mtumwa wa mali. Bwana asifiwe sana. Alafu mstari wa 26 anasema waangalieni ndege wa angani. Anaanza kutoa mifano. Hawapandi wala wavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni. Anaanza kuhusisha ufalme. Anaposema mbinguni, kabla ya kuwa location, mbinguni ni mfumo ambao unafanya kazi chini ya ufalme. Kuna mfumo wa kimbingu ambao unafanya kazi na ufalme wa Mungu kutunza watu duniani. Nimeeleza kwa kina sana kwenye kitabu cha Ugavi. Kuna mfumo wa kimbingu ambao ni mfumo chini ya ufalme wa Mungu, na kazi yake ni kutunza watu duniani. Na baba wa huo mfumo anaitwa Mungu, anaitwa na Baba yenu ninyi wa mbinguni anawatunza ndege. Asemi baba wa ndege, anasema baba yangu anatunza. Unaona, sio baba wa ndege anatunza ndege, sio Mungu wa ndege, kwa sababu Mungu ni Mungu wa viumbe vyote, lakini sio baba wa viumbe vyote. Mungu ni Mungu wa viumbe vyote, lakini sio baba wa viumbe vyote. Kwa hiyo maana yake ili awe baba ni mahusiano binafsi ambayo yamezalishwa na kumpa Yesu maisha. Ndio anasema baba yenu anatunza viumbe vyake, vinaitwa ndege. Atashindwa kuwatunza nyie? Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo andiko linatia asili kwa sababu yani una baba nyumbani, kuna njiwa nyumbani, wanafuga njiwa. Baba ananunua mtama wa njiwa,
anawapa, alafu wewe unalala njaa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema na mavazi je, ya nini kuyasumbukia? Alafu anasema fikirini. Kwa hiyo unagundua hii inaanzia kwenye ufahamu na fikra. Ndio hapo inapoanzia. Utumishi kwa mali na kutoka kwa Mungu unaanzia kwenye namna tunavyofikiri. Na hii nitaongea kwa kina huko mbele. Alafu mstari unaofuata anasema nami nawaambia kwamba Suleimani hata katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu yavika majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba? Alafu mstari wa 31 anasema msisumbuke basi mkisema tule nini, tunywe nini, au tuvae nini. Alafu anasema mstari unaofuata anasema kwa nini tusisumbuke? Kwa nini msisumbuke? Namba 1, kwa sababu mataifa wanasumbuka. Namba 2, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua hayo yote. Mstari wa 33, okay, unasema tusisumbuke. Tufanye nini? Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Kwa suluhisho la maisha ni ufalme wa Mungu. Ni kuwa na hii hapa, hii mentality. Utafuteni kwanza. Hii ndio inajibu masumbufu, tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Hii ndio inajibu lile swali, unatumikia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo nimeeleweka vizuri? Sasa kutokea kwenye hayo maandiko, kuna mambo kadhaa ambayo tunayaona kutokea kwenye hayo maandiko. Jambo la kwanza, maandiko hayo yametaja mahitaji muhimu ya wanadamu ambayo ndio sababu ya masumbufu ya maisha ya watu wengi. Maandiko haya yametaja mahitaji muhimu ya mwanadamu ambayo hayo mahitaji ndio sababu ya masumbufu. Kwa nini unakimbizana na kazi? Kula, kuvaa, kulala, mahitaji muhimu. Na ndio sababu ya masumbufu mengi. Tule nini, tuvae nini, au tunywe nini? Anasema kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha. Maana yake maandiko haya yametaja vitu ambavyo ni kama msingi wa maisha, mahitaji muhimu ya mwanadamu. Amen? Jambo la kwanza hilo unaliona. Jambo la pili, unagundua kutokea kwenye maandiko haya uhalisia wa masumbufu ambao unatokea kwenye hayo mahitaji. Sio mahitaji yenyewe, bali ni mfumo wa kufikiri usio sahihi. Nimesema namba 1, maandiko yametaja mahitaji muhimu ya mwanadamu ambayo ndio sababu ya masumbufu mengi ya mwanadamu. Lakini kutokea kwenye hayo maandiko unagundua uhalisia wa kusumbuka sio mahitaji, isipokuwa ni mfumo usio sahihi wa kufikiri kuhusiana na mahitaji. Hausumbuliwi na mahitaji kwa sababu ya mahitaji, unasumbuliwa na mahitaji kwa sababu ya namna isiyo sahihi ya kuyafikiri mahitaji. Ndio maana hitaji mmoja linaweza likawa kwa watu wawili. Mmoja akawa amechanganyikiwa, mwingine amerelax. Kuna mtu tayari ameshachanganyikiwa kuhusiana na Januari inakuja, ana ada. Kaishachanganyikiwa leo tarehe 16. Lakini kuna mtu amerelax, anajua Mungu atafanya. Wote tunatakiwa kulipa ada, lakini kuna mmoja kachanganyikiwa, mwingine ametulia. Kwa hiyo usumbufu sio ada, usumbufu ni namna unavyofikiri kuhusiana na ada. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio shida inaanzia. Kwa hiyo uhalisia wa usumbufu wa maisha hautokani na mapungufu au mahitaji ya kimaisha, unatokana na mfumo mbovu wa kufikiri, mfumo usio sahihi wa kufikiri. Ndio maana anasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambia kwenye mstari wa 25,
Kwa sababu ipi? Kwa sababu hamwezi kutumikia mabwana wawili. Kwa hiyo ninawaambia msisumbukie maisha. Unasumbukiaje maisha? Kwa kuwaza mle nini, mnywe nini. Alafu kwenye mstari wa 31 anarudia tena, msisumbuke basi. Sasa ukitaka kujua hapa msingi ni kuwaza, ukisoma tafsiri ya Kiingereza anasema, therefore I say unto you, take no thought for your life. Take no thought for. Kwenye mstari wa 31 anasema hivi, therefore take no thought saying what shall we eat. Maana yake nini? Msilipokee wazo lolote lenye usumbufu linalotokea kwenye uhitaji wa chakula. Kwa wakati unahitaji chakula, kuna mawazo mawili yata communicate. Wazo la kwanza, umekwisha wewe. Wazo la pili litatoka kwenye maandiko. Sasa unapokea lipi ndio itaamua utasumbuka au utaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wengi anafikiri kinachomsumbua ni mahitaji. Sina ada, sina chakula, sina kazi. Kinachokusumbua ni upungufu wa mawazo ya Mungu kuhusiana na mahitaji. Ni upungufu wa neno la Mungu kuhusiana na mahitaji. Na unajua namna ambavyo mambo ya kiroho yanaingia ndani ya mtu, huwa yanavunjwa na kuwa wazo. Ili jambo lianze kuathiri maisha yako ya rohoni, ni lazima ligeuke kuwa wazo. Wazo ndio kitu cha kiroho kinageuka kuwa cha upande wa roho na mwilini kupitia wazo. Kama akijageuka kuwa wazo, akiwezi kusumbua roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokutana na changamoto fulani, moja ya kitu unapaswa kulinda, unaruhusu wazo gani kutokea kwenye ile changamoto. Kwa sababu lile wazo ndio litaamua uelekeo wa maisha yako, uelekeo wa reaction zako, uelekeo wa kila kitu chako. Kwa mfano, kila tukio tunapaswa kufahamu kwamba kila tukio tunalokutana nalo nje, ili liweze kuathiri roho zetu na nafsi zetu, ni lazima liwe converted kuwa wazo, ndipo linaweza kutuathiri. Ngoja nitoe mfano ambao unaweza kuwa ni rahisi. Kwa mfano, nikijipiga kibao, sawa? Kinauma. Hakuna namna mimi kujipiga kibao itaniletea wazo baya ambalo litanizalishia chuki, hasira na nini. Inawezekana? Sasa ndugu aje anipige kibao cha aina hii, au inawezekana kisiume kama nilivyojipiga. Kwa akinipiga mimi ninaweza nikafikiri reaction zangu zote zinatokana na kibao, lakini si kweli. Zinatokana na ule ujumbe. Au unaweza kusema maumivu hazitokani na ulivyoumia, zinatokana na ujumbe ulioupokea kutokea kwenye wazo. Kwamba kwani amenionaje huyo mtumishi? Yaani mimi nafunga safari kutoka Dar es Salaam kuja kuhubiri, alafu huyu anakuja kunipiga mimi kofi. Kwani pastor analeaje watumishi watoto vijana wake? Unaona lile wazo linavyoingia, na alipokea baada ya muda, hasira, chuki. Lakini ningelipokea kama mimi nilivyojipiga, mbona mimi sijajikasirikia? Na ni kofi hilo hilo. Sasa ndivyo ambavyo shetani analeta taarifa kwenye maisha ya watu. Ni kama vile na vitu vya aina hii ndio vinaharibu ndoa. Au kimsingi reaction kwa wenza wetu huwa hazitokani na wanachotufanyia. Huwa zinatokana na ni wazo lipi umelikubali liingie ndani yako baada ya kukufanyia alichokufanyia. Anawezekana kweli katika kupishana akakujibu jibu fulani baya. Shida huwa inakuja baadaye. Sasa ukianza kukaa, kwani amenionaje? Yaani mimi sina kwetu. Kwa unaanza kuyapokea na kuyapokea na kuyapokea. Baada ya hapo unatoka umefura. Ngoja nimuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiweza kufanikiwa kushinda lile wazo ovu linalotoka kwenye tukio, utafanikiwa. Au ukiweza kutafuta wazo la neno la Mungu
linalotoka kwenye hilo tukio, utafanikiwa kuepusha ile athari ya moyoni. Ndio maana ninasema usumbufu wa maisha hausababishwi na hauna hela. Ile hali ya kusumbuka ndani haisababishwi na hauna hela, inasababishwa na umepokea wazo lipi kutoka kwenye hiyo taarifa inayokuambia sina hela. Amen. Ndio maana ni muhimu sana kwenye kila tunachokutana nacho tuwe na wazo linalozalishwa na neno la Mungu, kwa sababu mwisho wa siku pia neno la Mungu likivunjika na kuwa kwenye mfumo wa chini kabisa, likiwa broken down kuwa kwenye simple format, linakuja kwenye wazo. Kama hatutalipata neno la Mungu kwenye wazo, kuna mahali tutashindwa kulifanyia kazi neno la Mungu. Na ndio maana kwenye ile Isaya ni 55 ile anaanzia mawazo alafu anakuja neno. Unaweza ukaweka Isaya 55. Isaya 55. Isaya sura ya 55 kuanzia mstari wa 8 nafikiri. Anasema kama vile mbingu zilivyo juu sana. Anaanza mawazo yangu si mawazo yenu, huyo ni Mungu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa Mungu ana mawazo yake sio ya kwetu, njia zake sio za kwetu. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu juu kuliko mawazo yenu. Kwa sisi tuna mawazo, Mungu ana mawazo. Lakini kuna mawazo yanayotokana na taarifa mbalimbali na vitu mbalimbali tunavyokutana navyo. Mstari unaofuata anasema maana kama vile mvua inyeshavyo na ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali unyeshea ardhi na kuizalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Mstari unaofuata anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu. Ameanzia kwenye wazo, ameleta kwenye neno. Sasa toka chini nenda juu. Kutokea kwenye neno linatokea wazo. Kutokea kwenye neno linatokea wazo. Anasema hilo neno sasa linatoka katika kinywa changu halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyolituma. Kwa neno la Mungu linavunjika kwa mtu na kuja kwenye mfumo mwepesi wa wazo, na hilo wazo, kwa sababu hilo neno litatimiza mapenzi, hilo wazo lilotokea kwenye neno litashughulika na kile kitu ambacho mtu anakabiliana nacho. Kwa unapokutana na njaa, unapokutana na changamoto, hakikisha unapata mawazo ya changamoto yako kutokea kwenye neno la Mungu, alafu neno la Mungu ndio linaweza kuishughulikia hilo changamoto, kwa sababu Biblia inasema litafanikiwa kwenye kila nitakalo lituma. Kwa ukipata neno kwenye changamoto, maana yake umepata suluhisho la hiyo changamoto. Maana yake kwenye kila unachokutana nacho hakikisha unapata wazo linalotoka kwenye neno la Mungu. Amen. Kwa kusimenti hicho, ukienda kwenye Wafalme, wakati Elisha anatoa unabii, anasema kesho panapo majira haya chakula kitakuwa tele. Sio? Anasema lisikieni neno la Bwana. Ni Wafalme wa pili nafikiri ile. Lisikieni neno la Bwana. Anasema kesho asubuhi chakula kitakuwepo tele. Ni neno la Bwana limetoka kwa Elisha. Si ndio? Lile neno ili lifanye kazi lazima ligeuke kuwa wazo. Lilipogeuka kuwa wazo, likaingia kwa wakoma. Wakoma wakapata wazo, tukikaa hapa tutakufa, tukienda kule watatuua. Lile lilikuwa ni wazo, hawakupokea kama neno, walipokea kama wazo. Nyuma hapo lilitoka kama neno, likaja likaingia kwao kama wazo. Wakalifikiri, wakalijadili, baadaye wakachukua hatua ya wazo. Wote tunajua matokeo yaliyotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika changamoto unayokutana nayo, usilipokee wazo lolote lenye usumbufu lisemalo utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Kwa sababu kwa kupokea wazo hilo umekubali kumtumikia mali. Kwa maandiko hayo,
kwa kupokea wazo la usumbufu, maana yake huna chakula, huna fedha, ukaanza kuhangaika, ile unasumbuka ndani. Maana yake nini? Maana yake umekataa kutumikia Mungu, umeamua kutumikia na Biblia inasema hamwezi kutumikia mabwana wawili. Usikubali mali akawa bwana wako kwa kupitia mawazo au wazo linalotokea kwenye usumbufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu? Jambo lingine ambalo tunaliona kutokea kwenye hilo andiko. Maandiko haya yanaonyesha utofauti wa wazi kati ya watoto wa Mungu na watu wa dunia. Maandiko hayo yanaonyesha utofauti wa wazi kati ya watoto wa Mungu na watu wa dunia. Kwa mstari wa 32 anasema, kwa nini msisumbuke, kwa maana mataifa pia wanasumbuka. Yaani moja ya sababu kubwa Mungu ameona sisi hatupasi kusumbuka kwa sababu mataifa pia wanasumbuka. Sasa huo utofauti, alafu anasema kwa nini msisumbuke, kwa kuwa baba yenu wa mbinguni anajua ya kwamba mnayahitaji hayo. Lakini moja ya sababu kwa nini usisumbuke, kwa sababu mataifa wanasumbuka. Maana yake kuna tofauti ya kwako na watu wa mataifa. Haupasi kusumbuka kama wanavyosumbuka. Sasa huo utofauti hauko kwenye mahitaji. Wote tunahitaji chakula, mavazi, wote tunahitaji bila kujali umeokoka hujaokoka. Wote tunahitaji. Utofauti hauko kwenye mahitaji. Utofauti uko kwenye fikra. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu wa Mungu unapaswa kujiona ni tofauti na watu wengine. Wewe wa ufalme ni wa tofauti na watu wengine. Kwa usisumbuke kama wengine. Usisumbuke na vinavyowasumbua wengine. Wewe unapaswa kuwa tofauti. Na huo utofauti utaanzia wapi? Unaanzia kwenye mfumo wa kufikiri. Kwenye mfumo wa kufikiri. Ndio maana anasema kwa sababu hiyo nawaambia msisumbukie maisha. Na hiyo anasema msichukue, msipokee wazo. Kwa lazima tugeuke namna tunavyoyafikiri maisha. Hapo ndio tofauti itaanzia. Namna tatizo aliko kwanza kwenye unapata nini, unakosa nini. Tatizo liko kwanza unafikiri vipi katika hiyo hali. Na badiliko alitatokea kwenye kupata. Mtu ambaye hajageuza namna anavyofikiri, hata akipata vitapotea. Kwa inaanzia kwanza kwenye namna tunavyofikiri. Hapo ndio mgeuko ulipo. Ndio Biblia inasema msisumbuke basi mkisema, msilipokee wazo lolote. Kama wana wa ufalme tunapaswa kuwa na mtazamo wa kiufalme katika mahitaji yetu. Na ndio maana sasa kwenye masuluhisho yote anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza. Maana yake fikra na fahamu za mtu wa Mungu hazipaswi kuwa kusumbuliwa na maisha, zinapaswa kusumbuliwa na ufalme. Yaani vipaumbele vya vitu ambavyo vinanisumbua vinapaswa kuwa ufalme na sio maisha. Ndio maana nasema utafuteni kwanza. Weka vipaumbele vyako sawa sawa. Weka vipaumbele vyako sawa sawa. Maandiko haya yanaonyesha umuhimu wa vipaumbele vya maisha kwa watoto wa Mungu. Sisi kipaumbele cha maisha yetu ni ufalme wa Mungu. Ufikirini kwanza ufalme wa Mungu. Vipaumbele vya maisha kwanza ni ufalme. Sasa unajua ni rahisi kufikiri kwamba mimi nimeweka ufalme ndio kipaumbele changu, lakini kiuhalisia wengi ufalme sio kipaumbele chao. Wengi. Na hii ni moja ya sababu wengi wanashindwa hata kutoa ile sadaka ya msingi kabisa ya zaka. Au atakumbuka mwishoni. Ukitaka kujua kipaumbele sio ufalme kwako, ni kwenye maeneo mawili. Ukipata hela ghafla, hela nyingi ghafla. Wengi hawakumbuki kabisa Mungu. Wengi akiwa hana hela ndio Mungu. Yaani mimi nikipata hela, yaani nataka niweke feni kanisa zima. Lile joto, watu wa Mungu wasipate joto. Alafu zikija ghafla amesahau, zikiisha amekumbuka.
Yale mambo ambayo yanakujia ukipata hela ghafla ndio kipaumbele chako. Sasa unajua kuna pande mbili za kipaumbele. Kuna zile conscious, yani ile unaamua kwamba nikipata hela, na kuna ile unconscious. Unconscious ndio ina nguvu kuliko ile conscious, kwamba nitafanya hivi. Kuna zile ambazo zinatokea bila wewe kupanga. Zile zinaonyesha ndani yako umejengeka vipi. Yani umepata hela pop, ghafla kuna vitu vinaibuka ambavyo hukuwahi kuvifikiria. Sasa vile ndio vipaumbele vyako. Ndio umejengwa hivyo ndani. Maana yake huko ndio pa kugeuka kwanza. Ni kama tu unajua kuna watu wengi wanasema mpole. Wewe ni mpole kwa sababu ya ile naamua kukasirika. Kuna vitu kuna namna wakikuprovoke. Kile unashtukia ulishampiga mtu kofi. Sasa yule ndio wewe. Yule ndio akumshughulikia. Kwa sababu yule ndio wewe halisi. Ukipata mambo ambayo hukuyatarajia, yule ndio wewe. Sasa pale ilikuwa tu ni hasira. Sio hasira pale, sasa ndio wewe halisi. Wao wengine sio wewe. Kwa ukipata kwa mara moja unawazaga nini? Au ukipata shida kubwa unawaza nini? Utagundua wengi Mungu sio namba moja kwao. Watu wengi wakipata vingi kwa mara moja hawazi Mungu, na akipata pigo kubwa hawazi Mungu. Mungu anakuja mwishoni. Bwana asifiwe sana. Sasa maandiko yanatutaka mfumo wetu wa kufikiri uje ufalme. Ni rahisi sana kusema mimi nafikiria ufalme, lakini tuseme kweli, unapofukuzana na maisha, wewe unawaza ufalme? Si unawaza tu ada za watoto, unawaza pango la nyumba, ndio mambo unayowaza. Alafu mwisho kumtolea Mungu. Mwisho ufalme wa Mungu. Kwa unagundua watu wengi hatusaidiwi na ufalme kwa sababu ufalme sio namba moja, na maandiko yanasema utafuteni kwanza. Wekeni vipaumbele, ufikiri kwanza. Na hii sio ya kujifanyisha au ya kumpanga Mungu. Mungu ukinipa kazi ufalme wako, yani inakuwa ni kitu inatoka ndani, kwamba mahitaji ya ufalme ni mahitaji yangu binafsi. Maana yake kwenye kila nitakachokipata lazima niguse ufalme wa Mungu. Na hiyo ni mfumo wa ndani wa kufikiri kwa mtu. Mimi nakuhakikishia hilo ndio suluhisho la mambo mengi tunayokimbizana nayo. Unajua kwa nini wakati mwingine sisi watumishi wa Mungu kuna wakati kuna vitu vikifunguka kiufahamu kwenye eneo la kutunzwa na Mungu na uchumi, ni kama kuwa na wepesi sana. Ni hiki hapa. Kwa sababu kama ukijitoa 100% kwenye kumtumikia Mungu na kutanguliza ufalme wa Mungu na kutowaza kingine chochote nje ya ufalme, kwa sababu sisi ni watu wa ufalme 100%, utashangaa hamna siku hata unaomba mahitaji Mungu ameyaleta. Kwa sababu kila kitu unawaza ufalme. Kinachosumbua akili yako, mawazo yako ni ufalme wa Mungu, Utashangaa bila hata kuhimiza watu, bila kuhamasisha watu, wataanza kushughulika na mahitaji yako. Yaani kuna watu Mungu atawainua, wanaanza kukufikiria wewe. Sasa mtumishi inakuaje? Yaani wanahangaika na wewe kuliko unavyohangaika na maisha yako. Kuna watu mimi wanahangaika na mimi sasa. Alafu akiwa kinamsumbua na kumbe na hili huwa linatakiwa kufikiriwa. Mimi muhusika silifikiri, lakini kuna mtu linamsumbua, linamkosesha usingizi. Kwa nini? Nimefocus kwenye ufalme. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Uwe genuine kabisa kwamba ninafanya hii kazi pia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo vipaumbele vyetu vya maisha vinapaswa kuwa ufalme wa Mungu. Amen. Sasa nitaenda kuingia kwa kina tena kuhusiana na ufalme kwenye ile eneo baadaye, nafikiri kesho. Lakini kwa sasa kama nilivyosema, fundisho hili lina sehemu ngapi? 2. Sehemu ya kwanza ni ufahamu wa kina kuhusiana na ufalme, na sehemu ya pili namna sahihi ya kumtolea Mungu. Amen. Kwa hiyo hicho nilichokuwa ninakileta, nilikuwa naleta introduction, nilikuwa naleta tu utangulizi. Nataka sasa tuingie
kuzungumza kwa kina kuhusu ufalme, kwa sababu moja ya dhana ambayo haieleweki kwa watu wa Mungu wengi ni dhana ya ufalme. Yaani kuna namna inashindwa kuconnect wokovu na ufalme, wokovu na ufalme, haieleweki sana. Kwa hiyo nataka tuiangalie kwa kina dhana ya ufalme, alafu itatusaidia kuelewa ufalme wa Mungu unaofanya kazi, na ninakuhakikishia itatatua matatizo mengi ya Wakristo, mengi kabisa. Kuna watu wengi wana struggle kwenye kumtolea Mungu, hajaelewa dhana ya ufalme. Kuna watu wengi wana struggle kwenye maombi, hajaelewa dhana ya ufalme kuhusiana na maombi. Kuna watu wengi wana struggle kwenye maisha matakatifu, hajaelewa dhana ya ufalme kuhusiana na maisha matakatifu. Ukielewa dhana ya ufalme, kuna vitu vingi utakuwa upambani navyo tena. Amen. Kwa hiyo mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ufalme. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ufalme kwa ujumla wake. Na wakati tunaendelea tutaanza kutoka kwenye ufalme kwa ujumla wake, tutaanza kwenda ndani kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Lakini ili tuelewe ufalme wa Mungu, lazima tuelewe kwanza dhana ya ufalme kwa ujumla wake. Namba moja, jambo la kwanza ni uwepo wa utendaji wa falme tatu duniani. Jambo la kwanza la kufahamu kuhusu ufalme ni uwepo wa kiutendaji wa falme tatu duniani. Uwepo wa kiutendaji wa falme tatu duniani. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa dunia. Ufalme wa dunia. Ufalme wa dunia ni kama vile serikali ya dunia, au serikali ya Tanzania tutolee mfano, au ya nchi yoyote. Kwa utendaji wa uwepo wa kiutendaji wa falme tatu duniani. Huku duniani kuna utendaji wa falme tatu. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa dunia. Amen. Na ufalme wa pili nitaeleza kidogo baada ya hapo, ni ufalme wa Mungu, na ufalme wa tatu ni ufalme wa shetani. Kuna uwepo wa kiutendaji wa hizi falme tatu duniani: ufalme wa dunia, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Sasa nieleze kidogo ufalme wa dunia, kwa sababu itatusaidia kuelewa ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwepo, jambo la kwanza ni uwepo wa kiutendaji wa falme tatu, na wa kwanza ni ufalme wa dunia. Na tunakuwa chini ya ufalme wa dunia kwa kuzaliwa. Kwa mfano, Tanzania ni ufalme kwa lugha nyingine, hii kwa lugha ya fundisho. Serikali ya Tanzania ni ufalme wa Tanzania. Sawa? Tunakuwa chini ya ufalme kwa kuzaliwa. Wewe kwa kuzaliwa tu Tanzania, hii unajua ujui, unataka utaki, wewe ni mali ya Tanzania. Wewe na mimi ni mali ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa Tanzania. Hauwezi kukwepa, unakuwa chini ya ufalme kwa kuzaliwa. Mimi na wewe ni mali ya serikali. Huyu mtoto, watu wa Mungu, huyu hapa, huyu ni mali ya serikali. Physically, kimwili ni mali ya serikali. Ninyi mnaisaidia serikali kumwangalia. Ndio maana kuna vitu ukimfanyia huyu mtoto, serikali inakushughulikia. Serikali inakushughulikia kwa sababu mtoto ni mali ya serikali. Wewe na mimi ni mali ya serikali ya Tanzania. Sasa ukielewa hiki kitu, itakuwa rahisi sana kuelewa ufalme wa Mungu unaofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana cheti cha kuthibitisha, huyu anapewa cheti cha kuzaliwa. Kile cheti kinatolewa na mamlaka ya serikali. Kabisa ni cheti cha serikali kwamba kuna mtu wetu ameingia duniani. Tunakupa cheti. Ni mali yetu, kamtunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndugu zangu fulani, mke wake alienda kuzalia Marekani. Unajua ile mtoto alisajiliwa, ni Mtanzania, mtoto kazaliwa Marekani, akasajiliwa na serikali ya Marekani na kila kitu, na akaingizwa kwenye mfumo. Sasa kule ukishakuwa mzawa, mpaka kuna baadhi ya pesa wakamuingizia kabisa yule mtoto. Baadaye akaja Tanzania. Yaani sharti la kwanza, ukimfika tu Tanzania
nenda mpeleke mtoto wetu ubalozi, tuthibitishe amefika na upewe kibali cha kumtunza. Kwa kimsingi mambo yakiharibika kwa kiwango cha juu Tanzania, wakati Marekani inakusanya watu wake, inamchukua kabisa, japo amezaliwa na Watanzania. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa wewe na mimi ni mali ya Tanzania. Ndio maana ulipewa cheti cha kuzaliwa, ili unaonyesha, yani serikali inasema huyu ni mtu wangu, ninamiliki. Lakini ndio maana shughuli zako za kila siku zinaathiriwa na utendaji wa serikali ya Tanzania. Hauwezi kukwepa. Huwezi kukwepa. Unasema mimi nanuaga mzigo Mwanza na kuja kuuza Kahama. Hiyo lami isingo kuwepo, hiyo hapo ambayo imewekwa na serikali ya Tanzania. Safari ya Mwanza Kahama ambayo ingekuwa ni ya masaa 4-5 ingekuwa ni ya siku 3 siku 4. Kuna wakati nilikuwa natoka Karagwe, mtu ananiambia anasema ilikuwa wanaweza wakatumia mpaka wiki nzima kufika Dar es Salaam, kutoka Karagwe mpaka Dar es Salaam miaka hiyo. Kwa nini? Kwa sababu shughuli zao zilikuwa zinaathiriwa na serikali ya Tanzania. Hauwezi kukwepa. Huwezi kwepa. Kila shilingi yako inaathiriwa na serikali ya Tanzania. Kila shilingi yako. Unataka utaki. Ukienda kununua kitu cha shilingi 1000, umeichangia serikali shilingi 18. Hata kama unaichukia. Hata kama unaichukia. Hauwezi kwepa, kwa sababu wewe umezaliwa Tanzania. Maana yake wewe ni mwana wa ufalme. Unaathiriwa kwa 1% kubwa na serikali ya Tanzania. Hauwezi kukwepa hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maamuzi wanayofanya watu wa serikali yanatuathiri moja kwa moja. Simliona ile lockdown? Simliona? Si unasema mimi shughuli zangu mwenyewe, zako mwenyewe, zile tarehe 29 mpaka tarehe ngapi zile zako mwenyewe zilikuwa zinafanyika. Kwa wale wa Dar es Salaam zilikuwa hazifanyiki, tulikaa ndani kwa sababu ya maamuzi. Hamwezi kwa, unaweza kwa simu yangu inaathiriwa na serikali. Bando langu, hilo bando lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huku duniani kuna utendaji wa huo ufalme, unaitwa ufalme wa Tanzania. Ndio maana ukitaka kujua wewe ni mali ya serikali au mtu ni mali ya serikali, ukiua mtu, hata kama ni mtoto wako ukimuua, uweze sema wa kwangu mimi, msinisumbue, unashtakiwa na jamhuri. Kila mtu ni mali ya serikali ya Tanzania. Hata kichaa ukimkuta pale, inawezekana hawamjali, hawamtunzi, hawamfanyi chochote, kamuue, ndio utajua ni mali ya nani. Ni mali ya Tanzania. Walikuwa wanaamini kuna siku kichaa utatoka atawafaa Tanzania. Kwa kila mtu ni mali ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata mtu akifa, ukitaka kuelewa, jaribu kuzika mtu bila death certificate. Utapata shida. Lazima serikali ithibitishe alikuwepo, amekufa, tunakupa cheti. Hakuna mazishi yanafanyika kabla akijatoka cheti cha kifo. Maana yake tunathibitisha amekufa. Uzike bila hiyo cheti, unashtakiwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni mali ya, ni moja ya utawala unaofanya kazi duniani. Tunataka hatutaki. Kwa huku duniani kuna uwepo wa utendaji wa falme 3. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa dunia. Ufalme wa dunia ambao unatuathiri kwenye kila eneo. Shughuli zako za kiuchumi zinaathiriwa na serikali ya Tanzania. Kila eneo unakugusa ufalme. Sasa ukielewa namna ambavyo unaguswa na ufalme wa Tanzania, na ziko 3, utaelewa na hizi zingine pia huwa zinagusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aina ya pili ni ufalme wa Mungu. Hii sitaiongelea sana kwa sasa, nitaizungumzia zaidi mbele. Lakini ya pili ni ufalme wa Mungu. Daniel sura ya 4 mstari wa 26.
Danieli 4:26. Haya ni maneno Danieli anamwambia mfalme Nebukadneza, ambaye aliota ndoto na nini. Tunafahamu hiyo story. Kwa anapewa tafsiri ya ile ndoto ya kwamba utatoka, utaenda utumwani, porini, utakula na wanyama na nini. Alafu anaambiwa ni wakati gani utarudishiwa ufalme. Anasema kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, manake anaongelea ile ndoto ilikuwa inazungumzia hivyo. Anasema ufalme wako wa hapo utakuwa imara baada ya wewe kujua mbingu ndizo zinazotawala. Baada ya wewe kuwa na ufahamu kwamba kuna ufalme mwingine wa mbinguni ambao na wenyewe huwa unatawala huku duniani. Kwa ukishajua ndio uimara wa ufalme wako utakuwa. Kwa maana yake kwenye huu ufalme pia huku duniani pia ufalme mwingine ambao huwa unatawala ni ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya tatu ya ufalme wa Mungu tutaizungumzia kwa kina mbele. Aina ya tatu ya ufalme ambao unatawala duniani ni ufalme wa Shetani. Hizi zote tatu zinafanya kazi, watu wa Mungu. Ufalme wa dunia kama ambavyo tumeona na umethibitisha, japo ulikuwa ujui au wengine walikuwa unajua, lakini sio kwa userious kiasi hicho. Lakini ufalme wa Mungu tutaona mbele zaidi, na ufalme wa Shetani. Mfano mzuri wa ufalme wa Shetani unavyotawala dunia tunaona kwenye kitabu cha Daniel sura ya 10. Daniel sura ya 10 mstari wa kwanza. Anasema katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi. Sasa Koreshi ni mtu, mwanadamu. Yaani ni mwanadamu kabisa, anaitwa Koreshi. Sawa, sio kiumbe wa kiroho. Mfalme wa Uajemi. Uajemi pia ni eneo physical, ni kama Tanzania. Katika mwaka wa 3 wa rais fulani wa Tanzania. Ndio hiyo andiko linavyosema. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi mwanadamu, mfalme wa eneo linaitwa Uajemi, eneo lenye mipaka ya kijiografia. Daniel ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa maono hayo. Tunafahamu hii ni wakati wa Daniel yuko kwenye yale maombi ya siku 21. Amen. Kwa mstari wa 12 anaelezea sasa kilichotokea. Malaika akaja kwa Daniel, alafu akaanza kuzungumza naye. Anasema ndipo akaniambia, yule malaika akamwambia Daniel, akamwambia Daniel, usiogope, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikia, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Malaika, kiumbe wa kiroho, kiumbe wa ulimwengu wa roho, kiumbe wa rohoni, amekuja kwa Daniel, anamwelezea. Mstari unaofuata anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi. Huyu sio akimwili tena, hapa ametoka mwilini, kwa sababu anaongelea lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga. Kwa hiyo huyu sio Koreshi, huyu ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho wa eneo la kijiografia linaloitwa Uajemi. Kwa hiyo ni kama kusema lakini mkuu wa ufalme wa Tanzania. Tunajua mfalme wa Tanzania, lakini kuna mkuu wa ufalme wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kuona uwepo wa ufalme mwingine ambao unaiathiri dunia, ambao ni ufalme wa kiroho wa Shetani. Anasema mkuu wa ufalme wa Uajemi katika ulimwengu wa roho alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele. Sasa Mikaeli huyu wa kwanza ni malaika Gabrieli. Gabrieli alikuwa ni malaika mpeleka taarifa. Na unajua malaika hawana nguvu zote, wana nguvu walizokasimiwa, sijui anachutumia hilo neno, sijui ni sahihi. Wana nguvu walizoelekezewa. Yaani malaika hana nguvu zote za Mungu. Ana nguvu ambazo amekuwa delegated, kwamba wewe nguvu zako ni kwenye eneo hili. Kwa hiyo malaika wa ujumbe
ana nguvu ambazo zinamsaidia kupeleka ujumbe, lakini hana nguvu za kivita. Lakini sisi watu wa Mungu hatuna nguvu zilizopimwa. Tuna nguvu zote alizonazo Mungu ndani yetu. Lakini utendaji hazitatenda kazi zote, zinategemea factors kadhaa, ufahamu, maarifa na vitu kama hivyo. Amen. Ila malaika hawana nguvu zote za Mungu, wana nguvu zote za Mungu kwenye eneo alilopewa. Ndio maana huyu Gabrieli anatumwa ujumbe, anakutana na kiongozi malaika wa vita wa shetani, anashindwa kupita. Alafu ndipo anasema mkuu Mikaeli, mmoja wao wakuu wa mbele katika ufalme wa Mungu, akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa hapa sio wafalme wa kiroho, ni wafalme, sio wafalme wa kimwili, ni wafalme wa kiroho. Kwa hiyo unaona kuna eneo linaitwa Uajemi, kuna mfalme wa kimwili anaitwa Koreshi, alafu kuna eneo kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hilo eneo kuna mfalme mwingine, kuna mkuu wa wafalme kwenye hilo eneo, alafu kuna na wafalme kwenye hilo eneo. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Anasema Mikaeli, mmoja wao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo unagundua kuna mkuu wa ufalme wa Uajemi kwenye ulimwengu wa roho, na kuna wafalme wadogo wadogo wa Uajemi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa andiko hili linathibitisha ya kwamba uwepo wa utendaji wa ufalme wa giza hapa duniani kwenye eneo la kiufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu nitavigusa mbele, nafikiri itakuwa kesho, lakini hilo ni jambo la kwanza ambalo nilitaka tulione. Jambo la kwanza nimesema kuhusiana na ufalme ni uwepo wa kiutendaji au na utendaji wa falme tatu duniani: ufalme wa dunia, ufalme wa Mungu au wa mbinguni, na ufalme wa shetani unaofanya kazi duniani. Namba 2. Jambo la pili, kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kwa hiyo kila ufalme wa dunia una mfalme wa kiroho, wa kimwili, na ufalme wa kiroho. Una pande mbili. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Tumesoma habari za Uajemi ambayo ilikuwa chini ya Koreshi. Tukaona mkuu wa ufalme wa Uajemi wa kiroho ambaye alikuwa anampinga yule malaika ambaye alikuwa analeta taarifa huku duniani, na kimsingi alikuwa anapinga ukombozi wa Israeli ambao alikuwa utumwani. Amen. Mfalme wa kiroho ndo alikuwa anashughulika nao. Kwa hiyo unafikiri ni masuala tu ya kisiasa na kiserikali ambayo alikuwa anawabana Israeli huku, lakini kulikuwa na nguvu ya kiroho ambayo ndio ilikuwa inaamua hicho kibano huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Unaona Uajemi chini ya Koreshi, Babeli chini ya Nebukadneza, Babeli chini ya mfalme Nebukadneza, lakini ukiangalia kulikuwa na roho nyuma. Ndio maana kwenye Ufunuo anasema Babeli mkuu, mama wa makahaba. Maana kulikuwa na roho, kuna nguvu ya kiroho chini ya Babeli. Na ile nguvu ya kiroho kimsingi inaambukiza, yani inaendelea. Haiondokagi tu na mfalme, labda ishughulikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaiona Israeli chini ya mfalme Ahabu, ambaye mfalme Ahabu alikuwa ni Muisraeli kabisa, ni mtu wa Mungu, lakini akaletewa mke ambaye ni Yezebel, ambaye Yezebel alikuwa ni mtoto wa kuhani wa Mabaali. Aliletewa makusudi. Alikuwa kuna namna shetani alikuwa anataka apenyeze miungu kwa wana wa Israeli, watoke kwenye kumwabudu Mungu waingie kwenye kuabudu miungu. Na njia ambayo ingekuwa ni rahisi, njia zote zilikuwa ni ngumu, kwa sababu
Ahabu asingeweza kutumikia miungu, isingewezekana, isingekuwa rahisi. Njia rahisi ni ipi? Kuletewa mke. Mpe mke. Mimi wanawaambia vijana, shetani akikutafuta huku kwenye ujana huku chini akakukosa, atakutafutia mke. Sio kila mwanadamu ni mwanadamu. Bishop Gwajima huwa anawaambia. Sio kila unayemwona anayetembea ni mwanadamu. Sio kila mwenye shepu ni mwanadamu. Sio kila mwenye rangi nzuri ni mwanadamu. Kuna wengine ni mashetani. Na ndicho kilitokea kwa Ahabu. Baada ya kuona baada ya kufikiri namna gani Israeli watageukia miungu, njia pekee ambayo ilionekana ikapata na mpenyo ni kwa Yezebeli kuingia kuolewa na Ahabu. Ukifuatilia, baba wa Yezebeli alikuwa ni kuhani mkubwa mwenye renki ya juu kwenye miungu ya Baali, kwenye Baali. Kwa ni mtu mkubwa kabisa. Akazaa binti. Kwa Yezebeli alikuwa ni uzao kabisa wa kishetani. Maanake amekuwa raised, amekuzwa kama shetani, amekuzwa kabisa kwa lengo moja la kuangusha ufalme wa Mungu, Yezebeli. Kwa hiyo akapata nafasi, na alikuwa ni mwanamke smart. Ana uwezo mkubwa. Ana mapenzi kwa Ahabu. Yaani akiona Ahabu amesikitika kidogo, mume wangu unasikitika nini? Anasema kuna mtu anaitwa nani? Nabothi Nabothi. Anasema mfalme, hilo jambo niachie mimi, wewe lala hapa. Wewe lala, tulia, niachie mimi. Ahabu akalala ametulia. Nishamaliza mchezo, shamba la kwako. Shamaliza. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo aliukamata moyo wa Ahabu. Na ndio kipindi kile sasa Baali, miungu ikaanza kutawala. Na ndio mwanzo wa kina Elia pale. Ndio maana unaona Elia na moja ya kazi ya miungu ya Baali ilikuwa ni kushughulika na mambo ya mvua. Yaani wale ndio walikuwa wana power ya kuleta mvua. Na ilikuwa zinakuja kweli. Ndio maana wakati Mungu anataka kushughulika na ile miungu, akazuia mvua. Na usije ukafikiri walikuwa hawana uwezo wa kuita mvua. Walikuwa na uwezo, lakini kwa sababu Mungu anataka awashughulikie, Mungu kwa neno la nabii akazuia mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na ndio maana unaona baadaye ile mwisho, ile vita ya ushuke moto na vitu kama hivyo, ilikuwa kushughulika na ile miungu, ambayo ile miungu, unajua, ukitaka kujua Yezebeli alikuwa sio mwanamke wa kawaida. Elia ametoka kushusha moto, akatumiwa neno, mwambieni huyo Elia ni amshughulikia neno. Elia akakimbia, anasema Mungu niue, Mungu niue. Elia ambao unajua Elia ni kamanda anasema Mungu niue, nimebaki peke yangu. Neno la Yezebeli moja tu, yule mwana. Kwa Elia, Elia alivyosema vile, ndio Mungu akasema huyu ngoja nitafute watakao mshughulikia Yezebeli. Ndio Mungu akampaka mafuta Elisha na nani mwingine? Yehu na Hazaeli. Aliyemmaliza Yezebeli ni mtu anaitwa Yehu. Ukisoma ile yule ndio alikuja akashughulikia yule mwanamke, lakini ile spirit ilibaki. Unaiona kwenye Ufunuo. Maana kulikuwa na spirit inayotawala kipindi hicho cha Ahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo miungu ya Baali ilikuwa, lakini roho ya Yezebeli inafanya kazi mpaka leo. Kwenye Ufunuo sura ya 2. Ufunuo sura ya 2. Ngoja nizungumzie hicho kitu kidogo. Kwa sababu ile roho inafanya kazi mpaka leo na iko makanisani. Ufunuo sura ya 2. Ufunuo sura ya 2. Naomba uniwekee hapo. Ufunuo sura ya 2. Nafikiri kuanzia mstari wa 18. Anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndio anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa. Mstari unaofuata. Ili ni kanisa. Kwa hiyo ni kama kwa malaika wa kanisa lililoko ABC, kama andika malaika wa kanisa. Sawa? Anasema, nayajua matendo yako na imani yako
na upendo wako na imani. Maanake hili ni kanisa lilikuwa liko vizuri. Nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na saburi yako, tena ya kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Kwa hili ni kanisa ambalo lilikuwa ni la kiroho, kanisa ambalo lina moto na nguvu ya Mungu. Mstari unaofuata anasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Jaribu kufikiri kanisa la aina hiyo, Yezebeli yuko ndani. Wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Yeye ajiitae kuwa nabii, mwonaji. Anaona mambo ya Mungu. Yezebeli huyo mwonaji. Anasema na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Yezebeli anatafuta watumishi, awafundishe, awatoe kwenye mstari, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Ndio maana sasa hivi kuna zinaa nyingi kwa watumishi wa Mungu, kwa sababu ya spirit ya Yezebeli. Na haitakuja wazi, anakuja mtu, mara nyingi ina operate na wanawake, wadada. Japo Yezebeli ni spirit, inaweza ikafanya kazi kokote, lakini ina nguvu zaidi kwa wanawake. Anakuja mdada, anajiweka karibu na mtumishi, anabeba mahitaji yote ya mtumishi. Anasema, mtumishi, swala la chakula nyumbani niachie. Yaani wewe waza mengine, chakula niachie. Swala la sijui nini kanisani niachie. Lakini nyuma yake, moja ya namna wanafanya kazi, wanataka kudominate. Akisha kamata hivyo, anakuja pia na maono. Mungu amenionyesha lile kanisa tufanye hivi. Yaani anataka uanze kumconsult kwa kila kitu kinachohusiana na kanisa. Mungu amekupa kufanya kazi kanisani, hajakupa kuongoza maono ya kanisa. Kwa sababu unajitoa kanisani, unafanya hivi. Ukianza kuona, unaanza kuingia, unaanza kusikia shida. Yani pastor akifanya vitu bila kukushirikisha, unaanza kupata shida. Tena sio kushirikisha baraza, anataka awe anashirikisha in personal. Ujue spirit ya Yezebeli inaanza kufanya kazi. Sasa watumishi wa Mungu wengine hawajui, kwa sababu ndio ananitunza na nilikuwa hali mbaya mpaka alipokuja. Analipa watoto ada, wanalipia ada watoto wangu. Kwa kuna namna mtu anayekutunza kifedha anaanza kudominate. Kwa anaanza kukuambia, Mungu amenionyesha hivi, Mungu amenionyesha hivi, alafu anataka umconsult, anataka special care kutoka kwa pastor, special attention. Hataki jumla. Anataka ya kwake binafsi. Spirit ya Yezebel anataka ya kwake binafsi. Alafu huwa mara nyingi wanawaisolate wa mama wachungaji. Wanawake hao wanawekea kauzibe. Anasema, mimi nakutaka tu wewe baba, mimi baba, wewe. Iko very serious. Baada ya muda, mtumishi wa Mungu bila kujua anajikuta amemridhia huyo mwanamke Yezebeli anayejiita kuwa nabii, anatoa maongozo ya kanisa. Mungu ameniambia tufanye hivi, nimeona hivi. Anaanza kuwa nyuma, yeye ndio kiongozi wa kanisa. Yezebeli anasema, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Usije ukafikiri wanapotea kwa kujua. Baadaye anasema, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka. Ndio taratibu yanaanza kunaanza na kuwa na soul tie, mtumishi na binti ambaye ndo amekuwa anashughulika na mahitaji kanisani. Binti ni kweli kabisa anaonekana anajitoa. Kunaanza kuwa na mazungumzo private, personal na msichana. Mikutano personal. Baadaye wanatoka, wanaingia kwenye zinaa. Anamfuata alipo, anaweza kumtembelea hotelini. Pastor, naomba uje hotelini. Nina sadaka yako. Nina sadaka yako hotelini. Kwa mchungaji anaanza kuingia kwenye zinaa. Na tuna watumishi wazinzi wengi. Na bahati mbaya ni kwamba unaweza ukawa mzinzi na unahubiri madhabahu. Hiyo ndio mbaya. Kwa hiyo hii roho ya Yezebeli imekamata kanisa la leo.
imekamata kanisa kwa sehemu kubwa, lakini pia inafuatilia watu wenye utumishi ndani. Nyie ambao una utumishi ndani na unataka kuoa, shetani hajaridhika kwamba umemshinda kwenye ujana. Hajaridhika. Anakutafutia mahali ambapo ndio mwisho. Unajua, ukioa Yezebeli, rafiki yangu, umeisha. Ule ndio ulikuwa mwisho wa Ahabu. Ukioa Yezebeli umeisha. Na wana sifa nyingi. Kuna wakati Mungu atanipa nafasi nitaelezea semina kama semina, the spirit of Jezebel inavyofanya kazi, inavyoumiza watu. Kuna watu wengi leo wameoa Mayezebeli. Anatawaliwa na watawali kimabavu, wanatawala kimapenzi. Yaani unabembelezwa usiende kuhubiri. Wewe mwenyewe unasema kwa hali yangu mwenyewe. The spirit of Jezebel. Wanapenda urembo. Tuishie. Sasa urembo sio shida, lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona, Israeli chini ya Ahabu na Yezebel kulikuwa na spirit ambacho ninakisema hapa. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Amen. Lakini pia unaona Israeli chini ya utawala wa Kirumi ambao ulikuwa chini ya Herode, kulikuwa na ufalme wa kiroho. Ule ufalme wa kiroho ndio ulikuwa unaua. Ulipogundua Yesu anakuja kama mfalme, ukasema watoto wauawe. Ni ile nguvu ya kiroho. Ni ule ufalme wa kiroho ndio ulikuwa unalitesa kanisa. Ukamuua Yakobo, ukamtia gerezani Petro. Baadaye ndio unaona yule mfalme anashughulikiwa na ile chango. Amen. Kwa kila serikali, kwa lugha ya sasa, ina nguvu ya ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila serikali ina ufalme wa kiroho. So unaweza ukawa Mungu au giza. Kila mamlaka ina influence ya mamlaka ya kiroho nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu ya muda, ngoja tu nitaje hivi vitu afu labda kesho nitavizungumzia kidogo zaidi. Fuatilia matukio kadhaa ya kisiasa yanayoungana na kiroho, yanaweza kukujulisha hiyo serikali, ufalme wa kiroho ni upi. Fuatilia. Kuna baadhi ya matukio ukiyafuatilia tu unajua. Kwa mfano, mikutano ya serikali na wachungaji. Nini kinafanyika? Hakuna connection ya moja kwa moja hao watu wa kiroho na hao watu wa serikali. Hakuna connection ya moja kwa moja. Lakini kuna wakati wanaitwa, alafu kuna bahasha, kuna nini. Yaani unagundua kuna kitu kingine kinatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuingia ndani sana. Lakini angalia mikutano labda mikutano na waganga wa jadi. Sio mkutano wa kisiasa. Huyo ni mkutano wa kiroho. Mikutano na machifu. Huyo ni mkutano wa kiroho. Mikutano na wazee wa mji. Mikutano na mashehe. Hiyo ni mikutano ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia fuatilia matukio ya mamlaka yanayopinga advancement ya ufalme wa Mungu. Yaani kuna matukio au maamuzi, matamko ambayo yanapunguza kasi ya ufalme. Matamko kama ya ugumu katika kusajili mambo ya ufalme. Ni rahisi kusajili baa kuliko kusajili kanisa. Kiuhalisia kati ya kanisa na baa, nini kinajenga? Kwa nini inakuwa ngumu kusajili kanisa? Ni rahisi kusajili baa. Maana yake kuna ufalme mwingine unahusika. Bwana Yesu asifiwe sana. Matukio au matamko ya kufunga makanisa. Matukio au matamko ya kupiga marufuku ibada. Kupiga marufuku mikutano ya Injili.
matukio yanayosababisha ugumu wa kupata vibali. Mimi nahubiri kwa wanafunzi. Kuna mahali pengine ni ngumu yani utafikiri wanakutreat kama wewe ni kibaka, au ni kama unaenda kufundisha wanafunzi kuvuta bangi, zinaa, kuua, kuwa kinyume na, yani ndio wanavyokutreat. Wakati kile ninachoenda kufundisha ni kujenga, tena kinajenga mpaka taifa. Kwa sababu unamfundisha mwanafunzi kujitambua, kutambua kusudi, kuweka bidii kwenye masomo, kufanya machaguzi sahihi ya masomo. Unamfundisha mwanafunzi kuwa na character, umuhimu wa tabia kwenye maisha. Maana yake unatengeneza watu ambao wataisaidia serikali, watakuwa viongozi waadilifu, watasaidia nchi. Lakini kibali cha kwenda kufanya hiyo kazi ni kama vile unaenda kuua. Kuna mahali pengine yani unachukiwa wazi. Yani unajiuliza, kwani hiki ninachoenda kufanya ni kibaya kiasi hicho? Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuweka vizuizi vingi kwa vibali vya kazi ya ufalme kuna dhihirisha ya kwamba ni utendaji. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake, na hayo matukio yanaweza yakaonyesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu ya muda naomba niishie hapa. Alafu usimame tu mshukuru Mungu kwa kile ambacho umesikia. Kesho tutaanzia hapa. Mwambie tu Mungu asante kwa ufahamu na kile ambacho nimesikia. Wakati unasikia neno la Mungu, neno lenyewe linageuza ufahamu wako, na kwa namna unavyogeuka ufahamu ndivyo mambo yanaanza kutokea. Mambo huwa yanaanzia kwenye ufahamu. Mambo huwa yanaanzia kwenye mtazamo. Kuna namna unavyogeuka mtazamo, utendaji utageuka. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa neno hili. Asante kwa sababu mimi ni mwana wa ufalme. Kwa ufahamu huu nimepiga hatua leo. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninatamani kupokea kila kitu ambacho umeniandalia wiki hii, na utanisaidia kupokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu tunakutukuza. Mungu mwaminifu tunakushukuru. Asante kwa neema hii ya kuleta neno hili. Neno hili litatufaa. Neno hili linatufaa. Neno hili linatupa hatua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tufungue fahamu zetu zaidi, tujione na kujitambua kama watu wa ufalme, na tutende kama watu wa ufalme. Pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kunena kwa lugha, endelea kuomba katika jina la Yesu. Manda rabakosa sili wa ufahamu uliopata rando robosika ya bagana masakatapa. Kila moja inaosota kwa dakika moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ufahamu. Karabashandaraba, utie muhuri kwa Roho Mtakatifu kwa kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Karabashandarabakosa rikarabashandarabakoske vila mandarabakosa. Unaponena kwa lugha unaotia muhuri wa ufunuo. Unaponena kwa lugha unaotia muhuri. Atia muhuri, toa muhuri, tia muhuri, tia muhuri, tia muhuri. Rapakata ya masotaske vila mandorobosika rikarabashandarabakota rabasaya rikaramaska vila mandorobosika rabashanda robosakatala mandarabakota askovila rikana mazego rabagana makatala bagodabara rapashanda rabakosa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nisaidie kusema amen kubwa. Amen yako ni ndogo sana. Sema amen kubwa. Piga Yesu makofi mengi. Glory, glory, glory. Naomba ukae. Nafikiri sasa umeelewa. Na wala sina haja kuambia uje kesho. Haya, usije kesho. Na nafikiri pia umeelewa namna gani mwenzako amekosa kitu kikubwa. Sasa nenda kawa ambassador wa mwenzako. Kwani usimwambie mwenzako? Hata kama ni rafiki, hata kama ni wa dini nyingine, mwambie tu. Unawezaje ukaa hapa mjini, tunafanya jitihada nyingi, una share status. Kuna watu wanaangalia status hivi anaiacha. Kuna watu wanapata video wanaiacha. Kwani usichukue ukashare na kuambia watu kuna seminar inaendelea na itakujenga?
Haya ambayo umeyapata ungeyapata wapi? Haya niambia ungeyapata wapi? Kama sio kumtii Mungu na kuja hapa. Naomba kila mmoja aende kuwa ambassador mwenzake, ili kesho muwe wengi. Unajua tukielewa watu wengi mambo yanakuwa marahisi. Alafu ufalme una advance kirahisi. Kuna mambo Wakristo wanafikiri most of them they are busy body. Yaani hivyo anafikiri ni yuko busy. Mungu hataki watu ambao wako busy. Anahitaji watu wenye uelewa wa kina kwa habari ya mambo. Nenda mwambie ni mke wako, mume wako, mwambie bwana aje hapa. Hizo hekaheka zimemsaidia nini sofa? Paka imagine unajifunza hivi vitu. Vitakusaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa maisha yako. Mimi pastor anavyoeleza hapa ndo naelewa baadhi ya vitu. Kuna wakati mmoja nikaona vision, mhubiri na ubiri. Alafu mama mmoja amekaa ni kisima cha maji, alafu mhubiri anahubiri, ameshikilia mic. Alafu mama mmoja mrembo kakaa nyuma yake. Kwa mhubiri akitaka kusema kitu hivi, yule mama anamwangalia hivi, anabadilisha cha kuongea. Usiku huo mmoja nikaona mhubiri mwingine mbele kisima, nyuma nyoka, cobra. Akitaka kuongea neno fulani, akimwangalia cobra hivi anabadilisha cha kuongea. Think about that. Sasa hapa ndo napata ukira. Ndio maana aliposema spirit ya Jezebel aje kufundisha, nikasema njoo. Njoo. Tena nenda kaiandae pastor. Liandae somo. Likiwa tayari tu. Kuna watu hapo wana hela nyingi hapa, tunakulipia ndege muda wote. Na huo ndo ukweli. Yaani likiwa tayari tu pastor Makani, tupe hiyo fursa. Wewe njoo. Njoo afu tutasaidia. Something is very powerful. Kitu ambacho kinafundishwa hapa ni kikubwa sana. Na kinainua wafanyabiashara wenye uadilifu na ufahamu uliokomaa. Kinainua watumishi wa Mungu ambao hatutakuwa ombaomba na hata poteza mwelekeo wa huduma kwa sababu ya kukosa mahitaji. So, nenda sasa kakae chini, karudio uliojifunza. Wenye WhatsApp tutatumia audio kwenye group la kanisa. Rudia na kurudia tena daytime. Mpaka jioni njoo tena tuendelee siku ya pili. Amen. Asante sana pastor kwa siku ya kwanza. Piga Yesu makofi tena. I go on. Chukua sadaka yako. Mungu katika jina la Yesu, hatujaja mikono mitupu. Tunakushukuru kwa kile ambacho umetulisha, na sisi tunatoa sadaka zetu za upendo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua sadaka yako chap chap. Chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Alafu unaweza kutoka mbele na kumtolea Mungu sadaka yako. Amen. Kuze hiyo mbegu uliyoipokea kwa jina la Yesu. Kila ambacho umekipokea kianze kukua kwenye roho yako mpaka kikufanye yule ambaye Mungu alimkusudia kwenye ile eneo. Katika jina la Yesu umebarikiwa. Piga Yesu makofi mengi. Amen. Wachungaji wageni, karibuni ofisini wakati tunaenda na mchungaji